basi. Kandara hoye! Kandara hoye! Angato Muriega! Wadani Agosho! Wana Yesu asifiwe! Hebu mnisalimie wani watu wa Kandara. Hey! Waswahili wanasema hayawi. Wewe soja, wacha hawa wananchi wakuje karibu bana. Unajua kuonekana hii area sio rahisi. Ndio? Basi watu wa Kandara, mimi nimefika hapa leo tangu asubuhi. Nimekuja hapa ile kazi nyinyi na mimi tulikubaliana. Si ni kweli? Si nilikuja hapa nikaomba kura yenu? Si mulinipatia? Na muliniambia ile kazi mimi nitaenda kufanya. Si ndio? Muliniambia ya kwanza niende nipange elimu ya watoto wetu. Nikiongea na nyinyi leo, tumeajiri walimu 1,100. Tumejenga madarasa 23,000. Na ile funding model ilikuwa na shida, tumerekebisha. Ni kweli ama si kweli? Muliniambia niende nipange mambo ya kilimo. Ni kweli ama si kweli? Fertilizer ilikuwa shilingi 7,000. Nimeteremusha chini mpaka 2,500. Bei ya kahawa, Kandara hoye! Bei ya kahawa ilikuwa shilingi 50-60 kwa kilo moja. Nimefukuza wakora wote. Nimefukuza makateli wote. Bei ya kahawa leo ni 100, 120, 150 kwa kilo moja. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana na nyinyi niende nirekebishe mambo ya matibabu. Pale tulikuwa na NHIF. Hiyo NHIF nilikuwa ni ya watu ambao wako na kazi, wako na pesa na wako na uwezo. Leo tumeanzisha SHA ambayo inawajumuisha Wakenya wote. Watu wa Murang'a hapa 455 wamejiandikisha kwa SHA ili tuweze kuhakikisha hakuna mwananchi anaenda kuuza shamba yake ama anauza ng'ombe yake kulipa gharama ya hospitali. Watu wa Murang'a hoye! Ni kweli ama si kweli? Muliniambia niende nipange mambo ya barabara. Hii barabara ya Kenol Maroa ilikuwa 30%. Leo baada ya miaka mitatu tumefikisha 98%. Barabara zote zile za Maumau zilikuwa zimekwama, tumezikwamua, tumeweka pesa. Mwaka huu iko pesa bilioni 2 ya Maumau Roads, na mimi nawahakikishia hizo barabara tulianzisha wakati wa Jubilee. Kabla ya mwisho wa mwaka ujao tutazikamilisha barabara hizo zote za Maumau. Leguo kana tiguo. Tuendelee ama tuendelee? Vile leo asubuhi mimi nimefika Murang'a sio kwa siasa, hapana. Nimefika Murang'a kwa sababu ya mambo ya maendeleo. Asubuhi leo mimi nilianzisha barabara za Mathioya. Watu wa Mathioya waliniambia ya kwamba barabara zao si mzuri. Nilikuwa huko leo, tumewapangia barabara, tumewapatia shilingi bilioni 1.5 ya barabara za Mathioya. Leo nimeenda kule Kiharu kwa sababu vijana wetu tuliwaeleza vijana tutapanga mambo ya hostels. Leo tumeenda kuanzisha hostels ya vijana wa Kiharu. Tumeenda kuanzisha soko ya vijana ya watu wa Kiharu. Na leo nimefika hapa Kandara. Ni kweli ama si kweli? Sikizeni ndugu zangu watu wa Kandara. Mimi nimekuja hapa mambo matatu. Nimekuja Kandara hii leo mambo matatu. Ya kwanza, mimi nimekuja na project ya affordable housing. Hapa Kandara tunajenga nyumba 720. Tumewapatia pesa
1.6 billion shillings ya kujenga nyumba ya ghorofa 9 hapa Kandara. Kandara hoye! Kandara hoye! Leo vile vile nimefika hapa kwa sababu huyu Alice waziri wangu aliniambia watu wa Kandara wengi hawajapata stima makwao. Leo nimekuja hapa, tumewapatia pesa shilingi bilioni 1.1 ya kusambaza stima ya watu wa hapa Murang'a. Tufikishe stima kwa manyumba ya watu 14,000. Murang'a hoye! Murang'a hoye! Nimefika hapa jambo la tatu. Nyinyi watu wa Kandara muliniambia, mukatuma huyu Alice, mukasema munataka hii barabara yenu ya kutoka Kandara kwenda Karamanini, Karamamwaro, iende Gatito, iende Ngudhuru, iende hiyo dunia mpaka Kaberege, mpaka izunguke. Munasema tuendelee na hiyo barabara kilomita 48. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sikizeni watu wa Kandara. Hapa tumewapatia shilingi bilioni 2.8 ya kujenga hii barabara yenu. Kandara tunaelewana? Neguo kana tiguo? Nadhuraigwithania. Munasema tuendelee na kazi ama munataka watuletee fitina na mambo ya ukabila? Tuendelee na kazi. Na mimi nataka niwashukuru. Mimi nimefika hapa niwaambie watu wa Murang'a ya kwamba katika kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tumehakikisha mambo ya maendeleo ya Murang'a iko katikati ya mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Hii Murang'a County, si huyu Alice Wahome ni waziri, si ananisaidia housing, si ananisaidia kwa masoko, si ananipangia mambo ya hostels. Hapa Murang'a tumeweka pesa bilioni 27 ya affordable housing, ya market na ya hostels. Mimi nawauliza watu wa Murang'a, mnanielewa? Hapa Murang'a tunajenga nyumba 6,800 ikiwemo nyumba 700 ya watu wa Kandara. Hapa Murang'a tunajenga masoko 25 mpya hapa Murang'a. Tumewapatia pesa 2.5 billion. Soko tayari, soko 5 imekamilika, zingine zinaendelea. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, soko yenu yote 25 tutakuwa tumemaliza. Kwa sababu niliwaambia mama mboga pia na wao biashara yao itaheshimika. Watafanya biashara mahali kuna stima, kuna maji, kuna storage, kuna cold room, kuna mahali ya kufanyia biashara, mahali hawahangaishwi na jua, mahali hawapigwi na mvua, mahali watafanya biashara na heshima zao. Wakenya oye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hapa Murang'a tunajenga hostels ya vijana wetu wa university, vijana wetu wa KMTC, vijana wetu wa TVET, vijana 7,000 watakuwa na hostels. Mimi nimetoka leo kule Kiharu TVET. Murang'a University tunajenga, ile Michuki Technical Training College tunajenga. Kandara hapa tutawajengea hostels ya vijana wenu, tunawapatia milioni 145 ya kuendesha hiyo kazi. Mimi nawauliza watu wa Kandara, mnataka tuendelee na kazi ama mnataka wale watuletee fitina? Tuendelee na kazi. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu nyinyi mnajua hapa Murang'a tuko na PS ambaye ananisaidia mambo ya stadium. Mimi najenga Talanta Stadium kubwa kule Nairobi, lakini nimesema vile tunajenga stadium Nairobi, lazima tujenge stadium Murang'a. Hapa Murang'a tumewapatia stadium 2. Stadium moja tunajenga Mumbi pale Kiharu. Leo nimeenda kuweka jiwe la msingi. Disemba hii stadium yenu ya Mumbi itakuwa tayari. Hapa Maragwa tunajenga stadium yenu ingine. Shilingi milioni 950 tumeweka kwa hiyo stadium ya hapa Kagoiko. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Murang'a,
Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na kazi. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wangapi tuendelee nasema? Tuendelee na kazi. Na wauliza ndugu zangu watu wa Murang'a, niendelee na affordable housing. Niendelee kujenga masoko. Nijenge hostels ya vijana wetu. Nijenge hii barabara. Tuunganishe stima. Nijenge stadium. Nifanye mambo ya affordable housing. Niharakishe na kusawazisha mambo ya matibabu. Nihakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Ndio mimi nataka niwaambie, kazi yenu, si nyinyi ndio mliniajiri? Si mlinipatia kazi nifanye? Mimi niko tayari mwaka ujao munikuje munifanyishe mtihani. Muniulize mambo ya elimu, niko na majibu yake. Mambo ya affordable housing, niko na majibu yake. Mambo ya hostel, mimi niko na majibu yake. Mambo ya soko, mimi niko na majibu yake. Mambo ya matibabu, niko na majibu yake. Kwa sababu mimi nauliza nyinyi watu wa Kandara, mimi nawauliza, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Si mnachagua MCA, mbunge, gavana, senator, rais? Si nyinyi ndio mnachagua? Mimi nawauliza watu wa Kandara, saa ile mnachagua kiongozi, mnampima na sura ama mnampima na kazi? Mnampima na sura ama kazi? Na matusi ama kazi? Na vitimbi ama kazi? Na ukabila ama kazi? Si kila kiongozi anapimwa na kazi yake ama namna gani? Wale wanasema kila mtu apimwe na kazi yake nionekane. Yes. Kila mtu apimwe na kazi yake bwana. Yule wa matusi mingi apimwe, atafutiwe ratili ya matusi. Ama namna gani? Sasa niwaulize nyinyi watu wa Kandara. Sema mnajua kuna watu wanajifanya ati wao ndio wataamua. Ni wao ndio wataamua ama ni nyinyi? Tuko na watu wanatutishia, ati sisi ndio tutasema, ati sisi ndio tutasema, ati sisi ndio tutaamua kura ya Mulima. Kura ya Mulima itaamuliwa na mtu ama itaamuliwa na nyinyi? Si nyinyi ndio mtaamua? Na mtaamua kulingana na kazi ya kila mtu? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Niwaulize ya mwisho. Si mnajua kuna watu wanajaribu kushindana na sisi. Wale watu wa sijui miaka 40, sijui watu wengine sijui nini. Ati wale wako na kisirani mingi, si mumewaona? Wako na kisirani mingi. Wako na matusi mingi. Wako na hasira mingi na ukabila mingi, lakini ajenda ya wananchi hawana. Hawajui barabara inatengenezwa namna gani, hawajui stima inaunganishwa namna gani, hawaelewi mambo ya kilimo, hawaelewi mambo ya matibabu, hata maono hawana, ajenda hawana, mpango hawana. Si mnawajua? Kumbe mnawajua wale watu wa hasira mingi na matusi mingi na hasira mingi na ukabila mingi. Mnawajua? Wako na agenda, wako na mpango, wako na sera, wako na maono. Ala, kumbe mnawajua? Mnawajua wale jamaa? Ati maono hawana, ati agenda hawana, ati mpango na sera, hata akili. Hawana akili. Hawana akili. Sasa watu wa Kandara, mimi nawauliza, kama wangekuwa na akili, si wangewacha matusi watuambie sera yao? Si wangewacha fitina watuambie mpango yao? Si wangewacha ukabila watuambie ajenda yao? Kwa sababu wale watu akili hawana kabisa. Sasa sikizeni watu wa Kandara, ati kuna mtu, ati kiongozi wa saa hii kazi tunafanya ya affordable housing ambayo itapatia nafasi ya ajira ya vijana wetu, itapatia watu wetu makao safi, ati kuna mtu anasema atakuja kusimamisha. Huyo mtu wako na akili kidogo ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Kandara hoye! Kandara hoye! Ati sikizeni watu wa Kandara, ati wanajifanya sana,
ati kuna kitu wamepanga kabisa wamefaulu. Ati na ile kitu kubwa wamepanga wakafaulu. Ati ni kupatia jina ya Kasongo. Ati sasa hiyo ndio wamefaulu sana, kitu kubwa wamefanya. Wale watu ni mafala sana bara. Watafute sera ama namna gani? Hata waniite Kasongo, si mimi najenga affordable housing. Waniite majina, si mimi najenga barabara. Waniite majina, si mimi nasomesha watoto wetu. Nasikizeni, kabla ya mashule ijafunguliwa, ile pesa ya kusomesha watoto wetu wa second term bilioni 23 tayari tumepeleka kwa shule. Wakati watoto wataenda shuleni baada ya wiki moja, watakuta pesa tayari ya kusomesha watoto iko shuleni. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Kwa hivyo Murang'a, watu wa Murang'a mnaniambiaje? Ati Kandara mnasemaje? 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 Wapi tutam, nione tutam ya watu wa Kandara.